Wapendwa wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Dominika ya Matawi. Ni mwanzo wa wiki kuu, ni mwanzo wa Juma Takatifu, juma la kutafakari mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 50 aya 4 hadi ya 7. Na somo letu la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 aya 6 hadi ya 11. Na somo letu la injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 23 aya 1 hadi ya 49. Kwa Kristo wapendwa, kama nilivyosema, tunaanza rasmi wiki takatifu, wiki ya kutafakari mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wiki ya kutafakari upendo wa Mwenyezi Mungu ambao ameweza kuonyesha juu ya msalaba, yani kutoa uhai wake ili mimi na wewe tuweze kupona. Na katika kuanza wiki hiyo takatifu, tunaanza na sherehe ya matawi, tukikumbuka jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyoweza kuingia Yerusalemu akishangiliwa na watu kama mfalme yule ajaye kwa jina la Bwana. Watu wakaimba hosana hosana mwana wa Daudi, wakikata matawi, wakizunguka, wakimsifu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika Dominika hii ya matawi ni kipindi cha kufurahi. Ni kipindi cha kufurahi kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo anaingia Yerusalemu. Na vile vile ni kipindi cha kuhuzunika kwa sababu katika Dominika hii Mama Kanisa Mtakatifu anatupa nafasi ya kusikiliza simulizi la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ili tuweze ni kuona ni kwa namna gani Bwana wetu Yesu Kristo alivyopitia mateso, alivyokataliwa na watu na hatimaye akafa msalabani. Nimesema ni kipindi cha kufurahi. Tunafurahia nini? Kwa nini tufurahi? Tunafurahi kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alipokelewa kwa shangwe kama mfalme, kama mkuu, akitafuta mwanapunda, akapanda mwanapunda, akaingia Yerusalemu. Wale watu wote waliomwamini walifurahia. Lakini kabla ya kuingia, alimwambia wanafunzi wake waende wakatafute mwanapunda, watakuta mwanapunda amefungwa, wamfungue, na yeyote atakayeuliza wamwambie kwamba Bwana ana haja naye. Na wanafunzi wale wanakwenda, wanakuta kama Kristo alivyowaambia. Wanamfungua mwanapunda na wanamleta kwa Yesu. Kisha Kristo anampanda mwanapunda yule, anatembea akielekea Yerusalemu na watu wakishangilia. Kwa nini Kristo apande punda? Tunatambua kwamba kipindi hicho hakukuwa na usafiri kama huu wa kwetu wa sasa, magari na vyombo vingine. Lakini walikuwa wanatumia wanyama, lakini wanyama hao pia hasa punda na farasi walikuwa wanaelezea kitu fulani. Mfalme anapoingia katika mji akiwa amepanda farasi, ni ishara kwamba amekuja kwa ajili ya mapinduzi, amekuja kwa ajili ya kupigana vita. Kwa hiyo ishara ya farasi kwamba tunakwenda kupigana vita kumuondoa adui ambaye anasumbua taifa. Lakini mfalme anapoingia huku amepanda punda, ni ishara kwamba ni mfalme wa amani, mfalme anayeleta upendo na maelewano kati ya watu, si mfalme ambaye analeta fujo na machafuko katika jamii. Na hivyo Kristo anapopanda punda, maana yake ni mfalme wa amani, si kama hivyo watu walivyokuwa wanamfikiria ama viongozi walivyokuwa wanamfikiria. Yeye analeta amani, analeta upendo katika jamii. Na hivyo ndio maana watu walifurahi, walimpokea kwa shangwe. Anapanda punda, anakwenda. Watu wanawashangaa watu njiani, wanaona kama wanapiga kelele, wanaambia waambie wafuasi wako, waambie watu wako waweze kunyamaza. Kristo anawaambia kwamba wakinyamaza wao, hata mawe
yataweza, yataimba, yataendelea kupiga kelele. Maanake kuonyesha ni ukuu wa namna gani ambao alikuwa nao na ni mamlaka ya namna gani ambayo Kristo alikuwa nayo. Anakwenda Yerusalemu kufanya nini? Anapokwenda Yerusalemu, cha kwanza kwenda kushiriki Pasaka ya Wayahudi. Katika mila na desturi za Kiyahudi walikuwa na sikukuu 3 ambazo kwao zilikuwa ni kubwa sana, ambazo ziliwafanya watu waweze kwenda Yerusalemu kuhiji na kufanya ibada. Kulikuwa na sikukuu ya Pasaka, kulikuwa kuna siku ya Pentekoste na siku ya Tabernakulo. Sikukuu hizi 3 ziliwafanya Wakristo, ziliwafanya Wayahudi waweze kusafiri na kwenda Yerusalemu kwa ajili ya kufanya hija huko. Na iliwalazimu kwamba basi kwa wale ambao wako karibu na Yerusalemu walitakiwa wasikose hata sikukuu moja. Lakini wale ambao wako mbali na Yerusalemu iliwapasa walau sikukuu moja waweze kushiriki na sio kuacha kushiriki. Kwa hiyo Kristo kama sehemu ya jamii yake anakwenda Yerusalemu kuweza kushiriki Pasaka, kukumbuka kukombolewa kwao kutoka utumwani Misri. Na jambo la pili, Kristo anapokwenda Yerusalemu ndiko huko anapokuja kupata mateso. Anakwenda kuhukumiwa na hatimaye anakufa msalabani. Ndio huko anapoenda kutimiza ya ile ahadi, ama kwenda kutimiza kile ambacho amekuja kukifanya hapa duniani. Katika siku hii ya Matawi nimesema pia ni kipindi cha kuhuzunika. Kwa nini tunahuzunika? Tunahuzunika kwa sababu tunapata nafasi ya kutafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jinsi Kristo, watu ambao waliimba hosana hosana mwana wa Daudi, baada ya muda mfupi walimgeuka wakasema asulubiwe. Wale wote waliokuwa karibu naye waliweza kumkimbia, waliweza kumshitaki na kumpeleka katika vyombo vya dola wakati huo, kumpeleka Kristo kwa Pilato na kumshutumu kwa maneno mengi. Tazama jinsi binadamu alivyo wa ajabu. Kristo anapitia mateso, Kristo anapitia maumivu. Watu ambao aliweza kuwaponya, aliweza kuwaondoa pepo, aliweza kuwapa faraja, lakini sasa wanasema asulubiwe. Hata wanatunga maneno ya uongo akisema kwamba alipotosha watu na kuambia watu kweli asilipe kodi. Maneno ya uongo, kwa sababu Kristo mwenyewe baada ya kumuuliza swala la kodi, wakamuuliza tulipe wapi kodi, akawaambia ya Kaisari mpeni Kaisari na ya Mungu mpeni Mungu. Hakuna sehemu yoyote ambayo Kristo alisema kwamba watu wasilipe kodi. Walimzushia. Hata alipokuwa pale msalabani, mengi yaliongelewa. Kama wewe ni mwana wa Mungu shuka. Lakini Kristo hakushuka. Tunaona katika somo letu la kwanza, ambapo nabii Isaya anatoa unabii wake juu ya mtu ambaye atasimama imara katika mafundisho yake. Hata kama watampiga, watamfanya nini, lakini bado alibaki imara, hakuyumbishwa katika kile alichokuwa anakifundisha. Na mfano huu ambao Isaya anautoa, ama unabii anautoa Isaya, unakamilika ndani ya Kristo. Kwamba Kristo alisimama katika mafundisho yake akitaka watu wabadilike. Lakini nini kinachotokea?
watu wanashindwa kupokea. Watu wanamnenea mabaya Kristo, wanatoa shutuma juu yake. Lakini Kristo anatufundisha utii. Hakujibu kwa tukano. Alisema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Alitii mpaka mwisho. Paulo anaandika katika waraka wake kwa Filipi, huyu Kristo ambaye alikuwa pamoja na Mungu, alikuwa sawa na Mungu, akaona hapana, haifai kula tu hivyo, akaamua kushuka. Mungu mwenyewe akaamua kushuka, akavaa hali yetu ya binadamu, hali yetu ya dhambi, akaamua kujinyenyekeza, akawa mtii mpaka mauti, yani mauti ya msalaba. Unyenyekevu, Mungu kujishusha na kuchukua hali yetu ya binadamu. Tunapoanza wiki kuu wa Kristo wapenzi, tuweze kutafakari fumbo la msalaba. Mara nyingi tunafurahi, tunaimba silaha yetu msalaba. Lakini mara nyingi misalaba inapokuja katika maisha yetu, tunakuwa wagumu kuipokea. Kristo anapokufa msalabani, anapopitia mateso, anatufundisha kuna wakati pia na sisi tutaumia, tutateseka. Anatufundisha kwamba kuna wakati watu watatukimbia, watatuona hatufai. Walitupokea vizuri na kuimba hosana hosana mwana wa Daudi. Tumepata kiongozi mzuri, tutapata mabadiliko. Lakini unaposimama katika ukweli, unaposimama katika misingi ya kazi, utakaposimama kuonyesha watu kwamba hiki hakifai, utaonekana adui wa watu, utaonekana haufai, unaonekana kwamba unatuzuia na sisi tusipate kile tunachokitafuta. Watakusulubu, watakunenea mabaya. Lakini Kristo anatuambia kila mtu anayetaka kujitwika msalaba, kumfuata yeye, ajitwike msalaba wake, amfuate kiaminifu. Lakini katika kubeba msalaba huo, usiukate. Tuna tabia ya kuukata msalaba yetu. Tunaamua kuikimbia majukumu yetu. Beba msalaba wako mpaka mwisho. Kwa sababu hakuna Ijumaa Kuu, hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Kristo alipitia mateso mpaka akafa pale msalabani. Lakini ushindi ulikuwa ni mkubwa sana. Kufufuka kwake, tuzo yake mbinguni ilikuwa ni kubwa sana. Ananifundisha mimi na wewe kwamba kuna wakati hata watu wale wa karibu kabisa, wakina Petro, wakina Tomaso, wale mitume wote 12, wote walikimbia. Kati aliokuwa nao, Yuda alimsaliti. Na watu walio ambao waliwaponya na wameimba hosana hosana mwana wa Daudi, sasa wanasema asulubiwe. Na hata askari wamegawanya nguo zake chini ya msalaba. Lakini Kristo anawaambia, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui wanalotenda. Tunapoanza Juma Takatifu, wiki takatifu, tuweze kutafakari juu ya mafumbo haya matakatifu, juu ya msalaba, juu ya mateso, juu ya kufunguliwa kwetu, ili Kristo aweze kutufundisha kwamba lazima kuna kuumia, lazima kuna kuteseka, lazima kuna kukataliwa. Lakini tukiubeba msalaba wetu kiaminifu mpaka mwisho, kwa kumfuata Kristo jinsi alivyobeba msalaba wake mpaka alipofika Kalvari, mwisho wetu utakuwa mzuri. Tutaweza kufufuka. Niwatakie Dominika njema ya Matawi na mwanzo mzuri wa kipindi
hiki kitakatifu, yaani wiki kuu. Tumsifu Yesu Kristo.